Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Mtazamaji wa Kasako Media, leo ni tarehe 1 Disemba. Hii ni siku ya maadhimisho ya ukimwi duniani, na hii ni The Box kuhusiana na mada yetu tunayosema kwa nini watu walikuwa naishi na maambukizi ya VVU zamani walikuwa wanakonda. Na leo siko peke yangu, nipo na daktari, ataelezea ni kwa sababu gani mtu wa sasa hivi ukimwona mwenye maambukizi huwezi kumtambua na mtu wa zamani unaweza kumtambua. Karibu daktari, uweze kujitambulisha. Kwa majina naitwa Evans Sospita. Nikurekebisha kidogo, mimi ni mfamasia, sio daktari. Japo wote tunafanya kazi ile ile. Okay, nitaenda kwenye swali lako moja kwa moja. Kutokana leo ni siku ya ukimwi duniani, kama mnavyojua kila tarehe 1 mwezi wa 12 huwa tunaadhimisha siku ya ukimwi duniani. Siku ambayo ilianzishwa mwaka 1988 mpaka leo zaidi ya miaka 37. Tukienda kwenye swali lako kwamba watu wengi wanauliza, sio wewe tu, watu wengi mtaani wanauliza kwamba kwa nini watu wengi zamani walikuwa ni rahisi kuonekana na kutambulika kuwepesi kwa macho tu kwamba huyu mtu ana virusi vya ukimwi, tofauti na sasa. Kwanza zamani, kabla kulikuwa dawa za virusi za VVU zilikuwa bado hazijatambulika. Kuanzia mwaka wa 1980 mpaka mwaka 1990 zilikuwa bado dawa hazijatambulika, ambazo hizi dawa zimekuja kusaidia kitu kikubwa kwenye kinga ya mwili. Kwa hiyo kinga ya mwili, kitu kilichokuwa kinatokea ilikuwa inazoofu. Kwa hiyo mwili ulikuwa unaweza kushambuliwa na magonjwa nyemelezi. Kwa hiyo mtu akishambuliwa na magonjwa nyemelezi mara nyingi anapata dalili, kwa mfano anakonda, mwili wake unakosa afya nzuri. Kwa hiyo ilikuwa ni vyepesi watu kutambulika kwa sababu dawa za VVU zilikuwa bado hazijatambuliwa. Tofauti na sasa ambapo mtu anaweza kuwa na virusi vya ukimwi, akatumia dawa za virusi vya ukimwi, akaishi vizuri kabisa bila changamoto yoyote, akawa na afya nzuri, kwa sababu zile dawa za virusi vya ukimwi zitaenda kuimarisha ile kinga yake kupambana na magonjwa. Kwa hiyo atakuwa na afya nzuri. Kwa hiyo ndo maana zamani ilikuwa ni vyepesi sana mtu kutambulika kwa sababu ya dawa za virusi vya ukimwi. Tofauti yake ni hiyo kwamba sasa dawa za virusi vya ukimwi zipo na zinapatikana bure, na kwenye kliniki na hospitali kimeanzishwa kitengo cha CTC ambacho ukienda unagawiwa dawa bure, hautoe hata senti moja. Kwa hiyo ukitumia dawa vizuri unaishi vizuri, na itakuwa ni ngumu mtu kumtambua mtu mwenye virusi vya ukimwi. Sawa, kwenye hili elimu ipoje? Je, elimu ya zamani na elimu sasa hivi ipoje hii? Kiujumla elimu kwa sasa imeongezeka. Ukizingatia kwanza elimu imeongezeka, ukizingatia kuanzia mashuleni elimu ya ukimwi inafundisha, kuna watu makongamano, watu wanatoa elimu mbalimbali, kuna kampeni mbalimbali mtaani zinaendelea kuhusu magonjwa ya ukimwi, kuna mashirika na mataasisi mbalimbali ya ukimwi yanayotoa elimu, kuna vitu vingi vinaendelea mtaani ambavyo ni kwa ajili ya kutoa elimu kwa jamii kuhusu ugonjwa wa ukimwi. Kiujumla elimu kwa sasa imeongezeka tofauti na zamani, ambapo sasa hivi watu wana uwezo, wanajua jinsi gani ya kujikinga, jinsi gani ya mtu kufanya asiweze kupambana na ukimwi. Pia watu wengi sasa hivi wanaelewa kwamba okay, naweza nikapata virusi vya ukimwi na naweza nikaendelea kuishi kama nikitumia dawa zangu vizuri, vinaweza vikasababisha virusi vyangu nitakavipata nisiweze kumwambukiza mtu mwingine. Pia elimu imeendelea kutolewa, watu wanaelewa jinsi gani ya kujikinga na kujihadhari juu ya hili gonjwa la ukimwi. Kwa kiujumla tunaweza tukasema kwamba ni elimu ya virusi vya ukimwi mtaani imeongezeka sana tofauti na zamani. Na kuhusiana na mtaani, unajua watu wenye maambukizi tulizoea zamani walikuwa wananyanyapaliwa. Yaani ukishagundulika na maambukizi unatengewa hata sahani ya kulia chakula, hata maji uweze kushiriki. Hii ipoje kwa sasa? Kwa sasa naweza ukasema hii hali imepungua. Kuna watu wengi tu unakuwa mnaishi nao, marafiki wengi unajua kabisa na virusi vya ukimwi. Zamani changamoto iliyokuwepo ilikuwa bado ni, unajua kipindi ugonjwa unakuja, watu wengi, kila mtu alikuwa na idea yake. Kwa hiyo kulikuwa kuna baadhi ya vitu ambavyo vilikuwa sio sahihi. Unaona mtu alikuwa anahisi kwamba labda maybe nikimshika mkono naweza nikapata virusi vya ukimwi. Lakini sasa hivi watu elimu imeongezeka, mtu anajua okay, mimi naweza nikaishi na wewe nikakushika mkono, tukashare sahani, usipate nini? Usipate virusi vya ukimwi, kwa sababu ile elimu imefanya nini? Imetolewa sana kwa jamii.
Kwa hiyo ndio maana pia imeweza kusababisha kupunguza hii shida ya unyanyapaa kwenye jamii. Kwa hiyo kiujumla kidogo tatizo la unyanyapaa japo bado lipo kidogo, lakini kidogo limepungua kutokana na elimu kuongezeka. Na sasa ugonjwa wa ukimwi unachukuliwa ni kawaida tu. Sababu watu wanaelewa kwamba okay, ukimwi ni ugonjwa wa kawaida tu, ni kitu, ni upungufu wa kinga mwilini, unaona. Kwa hiyo ni kitu cha kawaida. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu vingi tu ambavyo vinaweza kusababisha kinga ya mwili kafanya nini, ikapungua. Kwa hiyo kitu ambacho kilikuwa tu kinaogopwa zamani ni hili neno ukimwi. Neno ukimwi ndio lilikuwa kama linawatisha watu. Lakini sasa hivi watu wana elimu ya kutosha, wana uelewa wa kutosha kabisa juu ya ugonjwa wa ukimwi. Kwa hiyo hata hii imepelekea hata unyanyapaa kwenye jamii umepungua, kwa sababu watu wanalichukulia hili ni gonjwa kama magonjwa mengine, sababu wanaangalia pia kwamba kuna baadhi ya watu wanaishi vizuri tu, wanakuwa wana afya nzuri hata kuzidi wale watu ambao hawana ugonjwa wa ukimwi. Na kwa mama mjamzito akiwa na maambukizi ya VVU, je, anaweza kuzaa mtoto akiwa salama? Yes, ni kweli kabisa. Watu wengi walikuwa hawaelewi hii elimu. Ni kama mama mjamzito akipima akagundulika ana virusi vya ukimwi, akitumia dawa zake vizuri, atasababisha ile namba ya virusi vya ukimwi, kuna kitu kinaitwa viral load, unaona. Kwa ile viral load ikipungua, ikishuka, ikiwa chini kabisa, chini kuanzia 50, kwa hiyo ni namba ambayo haiwezi kaambukiza mtu yoyote. Kwa hiyo mama mjamzito akitumia dawa zake vizuri, akatumia dawa zake kwa usahihi, akajikinga vizuri, kwa hiyo anaweza akazaa mtoto wake asiwe na maambukizi ya ukimwi. Anachotakiwa kufanya mama mjamzito ni kutumia dawa zake vizuri na kwa usahihi, kwenda kwa wataalamu wa afya wamwelekeze. Zeni pale mtoto anapozaliwa pia naye kuna dawa atapewa na mtoto atakuwa ni mzima kabisa. Kwa hiyo inawezekana mama mjamzito kuzaa mtoto asiye na virusi vya ukimwi. Sio mama mjamzito tu, hata kwa wanandoa. Inawezekana bahati mbaya mwanandoa mmoja amepata virusi vya ukimwi. Kwa hiyo mnaweza kutumia, kuna dawa sasa hivi, kuna kitu kinaitwa PrEP ambao ni kinga kabla, unaona. Kwa hiyo mkitumia dawa ile kwa usahihi, kwa hiyo itapelekea kwamba mmoja awe na virusi vya ukimwi, lakini vitafubazwa kiasi kwamba vitakuwa havina nguvu ya kuweza kuambukiza mtu mwingine. Mfano mama mjamzito anatapaswa kuanza kliniki akiwa na mimba miezi mingapi? Kwa sababu mtu mwingine huwa na kaida kuanza miezi 3, mwingine miezi 7, mwingine miezi 9. Hii ipoje katika maambukizi endapo mama akichelewa kuanza kliniki? Okay. Mara nyingi mama mjamzito anapogundulika tule mwezi wa kwanza, anapogundua tu kwamba ni mjamzito, anatakiwa aanze kliniki hapo. Kwa sababu anapoanza kliniki inasaidia kupima vitu vingi. Sio tu ukimwi, kuna baadhi ya magonjwa mengine pia yatapima, wingi wa damu na vitu vingi ambavyo vitamsaidia kutokana na afya yake na hali yake ambaye anakuwa nayo. Kwa hiyo anapogundulika tu ni mjamzito, ule mwezi wa kwanza anatakiwa aanze kliniki, apime nayo magonjwa sio ukimwi tu, na magonjwa mengine mbalimbali, hata TB na magonjwa mengine, wingi wa damu. Kwa hiyo itamsaidia yeye mama mjamzito kipindi cha mimba, na pia itamsaidia kwa ajili ya afya ya mtoto, kwamba kuna baadhi ya magonjwa akishayapata atajua kwamba anaweza kumlinda vipi mtoto baada ya kupata huo mgonjwa, especially ugonjwa wa ukimwi. Lakini ipo hivi kwamba wanaume wengi wakishakuwa kwenye familia, yani ndoa, utashangaa mama anaenda kucheki afya, especially hata wamama wajawazito kama nilivyozungumzia, lakini inavyokuja swala la mwanaume kwenda kucheki afya, anakuambia kwa sababu wewe mke wangu uko salama, basi na mimi nitakuwa salama. Unawaambiaje wanaume? Hilo ni swala, ni kweli lipo ndani ya jamii, la sio tu wanaume, ni baadhi hata wengine, hata wanawake unakuta kwamba mmoja akipima afya kwamba akiwa ni mzima kwamba na mimi nitakuwa mzima. Sawa, kwa sababu kitaalamu mtu anaweza akapima afya asiwe na virusi vya ukimwi, lakini wewe ukawa na virusi vya ukimwi. Kuna fakta mbalimbali. Kuna wengine kwenye mlango wake wa kuingia kwenye kinga ya mwili ambapo unaitwa CD4, kuna baadhi ya watu vile virusi vya ukimwi haviwezi vikajishikiza pale. Kwa hiyo unakuta kuna option ya watu wa aina hiyo. Pia kuna baadhi ya watu kutokana labda na magrupu yao ya damu, kwa mfano
utafiti umefanyika kwa watu wa group O ambao wana antigen A na antigen B, ni ngumu sana wao kupata nini? Virusi vya ukimwi. Sasa inawezekana yeye ni hicho kitu ndo kinamfavor asipate virusi vya ukimwi, lakini wewe ukawa na nini? Na virusi vya ukimwi. Kwa hiyo wewe uweze ukajua majibu kwa kupitia majibu ya mwenzako. Kwa hiyo kila mtu anatakiwa apime pate yale majibu ambayo ni sahihi. Sawa, nimesikia kwenye upande wa CD4, ni CD4 zikifika ngapi mtu huyu anakuwa chini kabisa, au ni CD4 zikifika ngapi anaruhusiwa kuacha kutumia zile dawa baada ya CD4 kufikia level fulani? Hapana, dawa haruhusiwi mtu kutumia, kwa sababu zile dawa tunavyozitumia, zile dawa mara nyingi haziendi kuua vijidudu vya ukimwi. Zile dawa zinaenda kuvifubaza. Kwa hiyo vikifubaza kuna kitu kinaitwa viral load, kwamba tunakuwa tunapima. Kwa hiyo tukikuta viral load ikishuka, yani lengo letu ni tushushe viral load, vile vijidudu tuvishushe. Unaona? Kwa ile viral load inapokuwa inazidi kushuka, ndio mtu anazidi kuwa na afya nzuri, ndio mtu anaweza kaishi na mwenzake asiweze kufanya nini? Kumwambukiza. Ila zile viral load zinapokuwa zinaongezeka labda zaidi ya 1000, huyo mtu anakuwa kwenye hatari zaidi, kwa sababu vile virusi vinachofanya vikiingia kwenye ile CD4 vinaiharibu, vitatoka kwenye CD4 moja zinaenda kwenye CD4 nyingine zinaiharibu. Kwa hiyo vile virusi vinavyoongezeka, zile CD4 zinapungua, na virusi vinavyopungua CD4 zinafanya nini? Zinaongezeka. Kwa unaposikia kwamba labda CD4 zimeshuka, inamaanisha kwamba kinyume chake ni namba ya virusi imefanya nini? Imeongezeka. Kwa hiyo mtu anapotumia dawa zake vizuri sana, zile CD4 zinashuka. Kwa hiyo CD4 zinakuwa zinapanda, ila vile virusi vinapungua ule uwezo wake wa kuzaliana, kwa sababu zile dawa zinaenda kupunguza uwezo wa virusi kuzaliana. Kwa hiyo kinachotokea ni kitu gani? Kitu kinachotokea ni kwamba hata kama umetumia zile dawa, vile vinani vimeshuka, hautakiwi kuacha kutumia dawa. Unatakiwa uendelee kutumia dawa ili pia usiweze kuambukiza watu wengine, na pia kwa ajili ya afya yako. Kikubwa cha kuambia jamii, cha kwanza, wasiogope kupima. Wasiogope kupima. Wafanye vipimo kwa usahihi kabisa, na wafanye vipimo kwenye vituo vya afya. Sababu elimu ya vipimo bado ni changamoto sana kwa watu. Unakuta kuna baadhi ya watu, mtu anapima leo, mazingira hatarishi leo, anapima kesho ili apate majibu. Hapana, hiyo sio sawa, kwa sababu baadhi ya vipimo vinatofautiana na siku gani unatakiwa upate majibu sahihi. Kuna kipimo cha kwanza kinaitwa baseline. Hiki ni kipimo ambacho wewe mtu unaweza kupima muda wowote ule, akaamua kwamba anataka kupima. Huyo ni mtu ambaye anataka kupima muda wote. Sasa kama uko exposed, labda jana umekutana na mtu au jana umejichoma, unataka kupima. Kipimo cha kwanza ambacho kina uhakika ni CPR. Kwa hiyo PCR ni kipimo ambacho chenyewe kinatoa majibu kuanzia wiki 2. Wiki 2 ya kuwa exposed kwenye shida ambayo inakufanya. Kuna kipimo kingine kinaitwa antigen and antibody test. Hicho kipimo kinatoa majibu kuanzia mwezi 1 baada ya kuwa exposed. Na kuna kipimo ambacho ni common sana mtaani kinaitwa antibody test. Hiki antibody test chenyewe kinatoa majibu ya uhakika ndani ya siku 90. Na ndio maana mara nyingi unapopima unashauriwa urudi ndani ya siku 90, kwa sababu mwili unakuwa bado hujazalisha kinga yake kwa ajili ya kupambana na hivyo vijidudu. Mwili unazalisha hiyo kinga yake ndani ya siku 90, na hiki kipimo kinaenda kupima ile kinga iliyo ambayo imetengenezwa na mwili. Kwa hiyo watu wengi wanakosa hii elimu, kwamba mtu anajua kwamba labda leo nimekutana na mtu, kesho naenda kupima, anakuta kweli ni mzima. Akishakuta ni mzima anafurahi, okay, mimi ni mzima. Lakini sio sawa. Inakuwa ule muda bado hujafanya nini? Haujafika. Kwa hiyo ule muda unatofautiana kutokana na kipimo ambacho anakuwa amefanya. Kwa ushauri wa kidaktari, unashauri ni kipimo gani ambacho tuweze kukitumia ili kulinda afya zetu? Vipimo vyote ni sawa, japo vinatofautiana. Kwa mfano PCR ni kipimo ambacho ni cha uhakika, japo changamoto yake akipatikani sana kwa watu kama hivi. Vipimo vingine vinapatikana kwenye baadhi ya hospitali ambazo ni hospitali kubwa, ambacho kinatumia ni kuanzia wiki 2. Unaona, kikubwa cha kushauri ni kwamba kama ukiona umepita kwenye mazingira hatarishi, kuna
njia za kujikinga za emergency, ambao kuna kitu, kwa mfano kuna dawa zinaitwa PEP. PEP labda mtu amejichoma, amebakwa, au mtu amefanya ngono zembe bahati mbaya, kwa hiyo anaweza akatumia PEP ndani ya mwezi mmoja. Kwa hiyo atakuwa amejikinga, atakuwa amezuia vile virusi visiingie, visizaliane. Mtazamaji wa Kasako Media, baada ya kupata elimu kwa mfamasia kuhusiana na siku ya leo ya kwa nini watu wengi walikuwa wameathirika, walikuwa wanaonesha lakini miaka ya 90, lakini kuanzia sasa hivi, kuanzia 91 na kupanda juu, huwezi kumtambua huyu mtu ameathirika. Tuko hapa na mwananchi au mwanajamii anaizungumziaje siku hii. Karibu. Asante sana. Jina langu naitwa Francis Jonathan. Mimi nafikiri labda kitu ambacho kinaweza kuchangia kwamba watu wasiweze kujulikana kwamba mtu ameathirika au hajaathirika, kwa mtazamo wangu mimi nafikiri labda ni kuhusu tu kwamba masuala ya sasa hivi kuna madawa sijui wanatumia, nafikiri watu ambao wanakuwa na maambukizi, kitu kama hicho. Na imekuwa ni tatizo kubwa sana, japokuwa kwamba watu wanasema kwamba wanapokuwa wanatumia hizo kwamba sasa kwa ajili ya kuongeza sio ni siku wanaita. Kwa hiyo sasa hata ile hofu ya kusema kwamba kuna ukimwi mtu inakuwa haogopi tena. Kwa hiyo kama ni endelevu inakuwa mtu anafanya hivyo vitu. Kwa hata kama alikuwa anatumia kinga zile, nafikiri hawezi kuzitumia kwa sababu ule uoga tena haupo. Mimi nafikiri tu jamii, kitu cha kuambia ni kwamba tu watu wachukue tahadhari. Kwa sababu kama mtu hujui nani anao, ni kitu ambacho sasa lazima uchukue tahadhari, kwa sababu ina maana kwamba asilimia kubwa hata mtu akiambaye aende akapime anaogopa. Kwa sababu ina maana kwamba yeye mwenyewe ina maana hajiamini, kulingana kwamba yeye manake hatumii vitu ambavyo vinasababisha kumkinga na maambukizi. Naitwa Miss Kayoni. Inategemea mtu alivyokuepo kwa sasa hivi. Kwa sababu gani? Vyakula ni vingi, kwa sababu mtu anaweza akala na mtu anaweza akatembea na usimjue kama yule ana matatizo. Unafikiri kwa nini mtu anakuwa haonekani kama huyu ana maambukizi? Ni sasa hivi teknolojia imebadilika. Mazingira yamebadilika tofautisha na mara ya kwanza. Inamaanisha mara ya kwanza inamaanisha watu walikopo akishapata tule ugonjwa ghafla tu anakupona mawazo, inamaanisha. Lakini sasa hivi ni watu wamechukua ni kitu cha kawaida sana, tofautisha na mara ya kwanza. Sasa hivi kuna dawa zipo zinatumika. Mambo vipi? Unaitwa nani? Naitwa Ivoni. Fikiri ni kwa nini zamani alikuwa mtu aliye mwenye maambukizi alikuwa anafahamika, lakini sasa hivi huwezi kumtambua? Unafikiri kwa nini dada? Kwa zamani kwanza elimu ilikuwa ni hafifu, lishe, tofauti na sasa hivi. Sasa hivi watu wanatumia dawa. Alafu zamani dawa kwanza zilikuwa hamna. Umeona? Ndio maana watu walikuwa wanajulikana kiharaka. Lakini kwa sasa hivi kuna dawa, kuna lishe nzuri, kuna elimu. Kwa hiyo ni ngumu mtu kumtambua kuwa na maambukizi. Japo wapo ambao wanatumia dawa vibaya, yani na maanisha watumii dawa kwa wakati. Pia unaweza kumtambua. Yani sio kama eti watu wanatumia dawa labda ndio wasitambulike na ukimwi. Mtu tu kufuata ile elimu. Kuna ambao watu wafuate elimu, unaweza kumtambua pia, dalili zikaonyesha. Unawaambiaje watu ambao watumii dawa na wafuate elimu? Kwa watu ambao hawafuati elimu, ninachowashauri wafike kituo cha afya, wapate ushauri kuhusu matumizi ya ARV. Umeona? Pamoja na lishe. Mtazamaji wa Kasako Media, ilikuwa hii ni The Box, na siku ya leo ilikuwa ni tarehe 1 mwezi wa 12. Tulikuwa mtaani tukihojiana kulingana na watu wenye maambukizi ya VVU. Ilikuwa zamani ukimwona tu unaweza kumtambua, lakini kwa sasa hivi huwezi kumtambua. Tumepata elimu kutoka kwa mfamasia, lakini vile vile tulifanikiwa kuongea na baadhi ya wanajamii, wamezungumzia kuhusiana na mada yetu ya leo na wametoa ushauri. Ulikuwa nami Adela Thomas katika kipindi cha The Box. Nikutakia utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea. Kwaheri. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.